Bwana, mimi nataka tuangalie tofauti baina ya usajili ambao umefanywa na Young Africans pamoja na usajili ambao umefanywa na Simba Sports Club mpaka sasa hivi kutokea kwenye dirisha kubwa la majira ya kiangazi yaliyopita. Sasa kumekuwa kuna matokeo mchanganyiko kwenye namna ambavyo wachezaji ambao wamesajiliwa kwenye timu zote mbili wameonekana kuwa wakiperform, lakini kitu kikubwa ambacho mimi naweza nikakisema ambacho Simba hasa wamekifanya kwa utofauti kwenye usajili wa wachezaji ambao wameufanya ukilinganisha na Young Africans, tunasema kuna kitu kinaitwa integration. Simba wamelazimisha kwa namna ambayo wanaijua wao kuhakikisha kwamba kundi kubwa la wachezaji ambao wamewasajili kwenye dirisha kubwa lililopita wamepata dakika za kutosha na wameingia kwenye kikosi kwa namna tofauti. Kuna wale ambao wamebahatika kuwa ni regular starters moja kwa moja, kuna ambao wameingia na kunusa, kuna ambao wamenusa wamepata zaidi. Almuhimu ni kwamba Simba wamefanikiwa kulazimisha kundi kubwa la wachezaji ambao wamewasajili kupata dakika za kutosha, walau dakika ambazo zinaweza zikaniruhusu mtu kama mimi ambaye ni mchambuzi kuweza kuwa na kitu kinaitwa short term assessment, walau hata tathmini ya muda mfupi tu kwamba okay, kwa level ya performance ambayo unaiona kwa mchezaji fulani unaanza kupata picha ya uwezo wake, nini ambacho anaweza kakiofa na nini ambacho unaweza pengine ukakitarajia pale utakapotakiwa kufanya tathmini ya muda mrefu zaidi kulingana na dakika ambazo atakuwa anazipata. Sasa ukijaribu kutizama kwa kesi ya Young Africans, hiyo ni tofauti kabisa. Kundi kubwa la wachezaji ambao wamesajiliwa Young Africans kwenye dirisha kubwa lililopita, kuna namna ambavyo wachezaji wengi kiukweli kabisa hawajapewa muda wa kuweza kuonesha kile ambacho wanaweza kukifanya. Huo ndio ukweli. Unaweza kuwa na mtazamo kuhusu watu kama kina Balakonte, unaweza kuwa na mtazamo wako binafsi kuhusu Kouma, ukataka kuwalinganisha hawa wachezaji na wachezaji ambao walikuwepo msimu uliopita kina Mudathir, Abuya kwenye regular position zao, lakini ukweli ni kwamba dakika ambazo amezipata Musa Balakonte, dakika ambazo amezipata Lassine Kouma haziwezi kufanya nikawa kwenye nafasi ya kufanya tathmini yoyote kwa wao, kwa sababu hazitoshi. Imagine hao wachezaji wawili ambao nimewataja, hakuna hata mmoja tangu kampeni ya ligi imeanza ukijumlisha na michuano ya kimataifa kwa maana ya mechi zote za kiushindani, hakuna hata mmoja ambaye kapata dakika zilizofika 90 kwenye michezo ya kiushindani. Mchezaji ambaye hajafika dakika walau 90 kwenye michezo ya kiushindani, huyo mchezaji wewe huwezi kutoa tathmini yoyote kuhusu yeye. Yaani utakachokuwa umekiona kwenye hizo dakika ambazo hazijafika 90 mpaka wakati huo ni initial impression, ni kile tu ambacho yeye ameweza kukifanya kulingana na mazingira machache ambayo amebahatika kutengenezewa, kulingana na huo uchache wa dakika ambazo amefanikiwa kuzipata, lakini huwezi kuchora mstari wowote kwa mchezaji ambaye hajapata walau dakika 90. Dakika 90 hata kama hujazipata mtawalia kwa maana ya mechi nzima au labda 45, hata kama hujazipata kwa utaratibu wa namna hiyo, mchezaji ambaye kacheza walau dakika 90 kwenye mechi za kiushindani anaweza kukuruhusu kufanya walau tathmini ya muda mfupi. Tunakuwa tushavuka kwenye impression, tunaanza kujua sasa ufundi wake ukoje, uwezo wake wa kuhimili labda pressure na kila kitu. Sifa zake kama mchezaji unakushazivuka hapo. Lakini kwa sababu kuna dakika kama 90 ameshazipata, unapata kuona tabia yake sasa ya kiuchezaji. Unapata kuona nini ambacho anapenda kukifanya zaidi kulingana na sifa yake kama mchezaji. Lakini ukweli ni kwamba hivi sasa unajaribu kwenda kutizama kundi kubwa la wachezaji ambao wamesajiliwa Young Africans, kuna wachezaji sasa hivi huwezi kusema chochote kuhusu wao, na kwa bahati mbaya sana sisi jinsi tulivyo tuna tabia ya kutoa tathmini hasa kwenye upande wa mashabiki, wachambuzi. Ni rahisi sana kuwakata ama kuhitimisha kwa watu ambao kiukweli hawajapewa dakika za kutosha. Kuna vijana wadogo kutoka Zanzibar, Ninju, Casemiro, hawana dakika hata moja. Mimi siwajui sifa yao ya kiuchezaji, siwajui wanachoweza kukifanya wakiwa na mpira, sijui namna ambavyo wanaweza kukua kiuchezaji. Sasa huwezi kujua kwa sababu hatuwaoni. Sinki tangu mechi ya siku ya Mwananchi mpaka leo, imagine, na alicheza vizuri siku ya Mwananchi. Lakini uongo, kuna muda msimu huu Israel Patrick Mwenda kiwango chake kilikuwa kimeshuka, lakini bado haikuwarrant kuonesha kwamba Sinki pengine ana deserve na yeye kupewa dakika, kwa sababu watu ambao mpaka sasa hivi wamepata dakika za kutosha na unaweza kusema chochote kuhusu wao. Mohamed Dumbia tayari ni mchezaji ambaye amepata dakika za kutosha.
tathmini walau ya muda mfupi inaweza kuanza kufanyika kuhusu yeye, kwa maana performance after performance. Sasa hivi tunaanza kujua sifa zake kama mchezaji, ni eneo gani la uwanja ambalo akitumika au nafasi gani anakuwa na athari kubwa zaidi. Mtu kama Celestine kuwa naye dakika ambazo anaziokota kila hapa na pale ndo zinafanya aendelee kuonesha mwendelezo fulani ambao umekuja kuonekana pia na matunda mazuri katika mchezo wa mwisho dhidi ya KMC. Andy Boeli naye hakuamka tu goli mbili zikapatikana, kuna mwendelezo ambao umetengenezwa. Watu kama kina Chikola, Edmund, unaanza mpaka sasa hivi kwanza kupata impression kiasi, lakini bado unatakiwa uendelee kuwaona zaidi. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho unaweza ukakiona sasa, kwa maana kumbe kuna wale ambao taratibu walikuwa wameshaanza kupewa dakika kila hapa na pale, wanaanza kuja hivi taratibu. Kwa hiyo ukienda ukitazama Simba upande wa pili, of course Yakubu imekuwa ni dharura kwa sababu Pinpin kaumia, lakini tayari tunaanza kuona tathmini ya muda mfupi unaweza kuifanya pale. Rushin kaingia, Nangu anapata dakika sasa hivi za kutosha. Sio kwamba labda Shamu hayupo, Shamu ni mzima, lakini ametengenezwa mazingira ya kulazimisha Nangu naye aonekane nini anaweza kukifanya. Nabi Kamara ambaye tulikuwa tunaamini pengine anakwenda kuwa mshindani wa Mligo, yametengenezwa mazingira ya yeye kucheza kama kiungo wa chini kwenye mechi kadhaa sasa hivi. Sio kwamba Kante hapatikani, na Kante ndo mtu ambaye alikuwa ameletwa kwa ajili ya jukumu hilo, lakini ni katika kujaribu kuhakikisha kila mchezaji anaonekana nini anaweza kukifanya. Sasa hivi tunamwimba Nabi Kamara, imagine mpaka highlights zake Simba wanazitoa kwenye mechi dhidi ya JKT, lakini kuna Alassane Kante ambaye naye alipoingia kila mtu kashika kichwa kwa namna ambavyo performance yake ilikuwa ni ya hali ya juu sana. Neo Maema amepata minutes, tunaweza kufanya tathmini walau ya muda mfupi mpaka sasa hivi. Morris Abraham, hivi asingepewa dakika haya tunayoyaimba leo kuhusu Morris, tungeweza kuyaimba kutokea wapi? Tena hasa ukizingatia ni mzawa, na sisi tuna tabia ya kusema mzawa anaweza kidogo kama akasubiri tuwaone wageni. Morris huyu hapa mwisho wa siku. Simba ina washambuliaji watatu, wawili wageni, lakini imagine kuna dakika ambazo Mwalimu kashapatiwa na kashatupia, kuna dakika ambazo Soa kashapatiwa kwenye ligi na kashatupia, Mkwala naye ana dakika za kutosha. Kwa hiyo huo ndo utofauti ambao mimi nauona kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo kiukweli kuna namna ambavyo kutoa tathmini kuhusu wachezaji wengi ambao wamesajiliwa Young Africans itakuwa ni ngumu. Inabidi wachezaji wapatiwe muda wa kutosha, waonekane vya kutosha, kisha nafikiri tathmini ambayo itakuwa fair itaweza kutolewa pale ambapo walau wachezaji hao watakuwa wamepata kuanzia dakika 300, 400, 500, kisha ndo utakuwa una uwezo wa kusema sasa huyo ni mchezaji ambaye tulifanikiwa, hapa tulipigwa.